Fungu moja tu ambalo leo tutalitumia kwa dakika hizi chache, na tafakari yetu inagusa kipengele cha mwisho kwa mpangilio niliokuwa nikiufanya, na hiki kinaitwa dhabihu za Roho ama dhabihu ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Dhabihu ya nini? Dhabihu ya Roho. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili na mstari ule wa 5. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili mstari wa 5, maandiko yanasema, ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za njia. Naomba nianze mwanzo. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa muwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zilizokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Tunaambiwa sisi ni mawe yaliyo hai, na tumejengwa tuwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, kwa wajibu huu wa kutoa dhabihu za Roho. Sasa tunapoenda kuangalia mambo manne katika fungu hili, yale ambayo natamani tuweze kuyakazia katika dakika hizi chache ya kutembea nayo kama majumuishi ya ibada hii ya shukrani kwa Mungu wa mbinguni, ambayo Mungu ndiye ameitisha kwetu tuweze kuifanya. Na tumeshaona habari ya kujenga madhabahu, tumeshaona wajibu wa kutoa dhabihu ya sifa, tukaona ni ya daima, na hapa tunapewa habari ya dhabihu ya Roho. Hebu na tuombe. Baba na Mungu wetu, tunahitaji kukuelewa, tunaomba utufundishe kwa Roho wako Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Sasa dhabihu za Roho ama dhabihu ya Roho ni nini? Dhabihu ya Roho ni matendo na mtizamo na mfumo wa maisha anaotoa mwanadamu kwa Mungu, aliyetambua ya kwamba Mungu ana mpango na maisha yake ya sasa na yajayo. Dhabihu ya Roho ni mfumo wa maisha, mtindo wa maisha, ni maisha kwa ujumla, ni mtizamo wa huyu Mkristo, ni namna ambavyo anamtizama Kristo, anavyomchukulia katika fikra zake, ni matendo, haikomei katika midomo, ni mfumo mzima ambao Mkristo anatazamiwa aweze kuonekana akiwa nao baada ya kumwelewa Mungu aliyemkomboa na kukubaliana na mpango wa Mungu kwa maisha yake. Na nataka niseme hichi kitu nilihimiza jana. Tumekuwa na madhabahu ndio kwa Yesu Kristo, lakini tumetoa kafara isiyokuwa hai mbele za Mungu, na madhabahu yetu imekuwa haina maana. Sisi naongea misamiati migumu ambayo inatuchanganya ama inaeleweka. Nikizungumza habari ya madhabahu unapata picha nzuri. Halo, wanaoelewa punga mkono, ambao hawaelewi punga mkono. Tunapozungumzia madhabahu tulisema jana, ile sehemu ambayo ilikuwa ni maalum kwa ajili ya kutoa matoleo kwa Mungu wa mbinguni, ikaonekana ni sehemu ya kumkutanisha mwanadamu na Mungu wa mbinguni kama mapatano na makubaliano. Kwa naposema madhabahu leo ni ule mkataba kati yako na Mungu wa mbinguni, ambao Yesu mwenyewe ndiye madhabahu yetu. Hatuna haja ya kujenga meza leo. Bwana Yesu asifiwe. Ili mradi imani iliyokuwa hai ya Yesu moyoni mwako kwanza ndio msukumo ndani ya moyo. Sasa nini unachokipeleka baada ya kumkubali Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Sasa dhabihu ya Roho na ile dhabihu ya shukrani ambayo jana tuliona inaelekezwa kwamba ni ibada Mungu anayohitaji, haiondoi mfumo wa zaka na sadaka. Halo, haiondoi dhabihu za zaka na sadaka, haiondoi dhabihu za huduma, haiondoi dhabihu za sifa na aina nyingine ya matoleo. Hii iko tofauti na ni Mungu anahitaji kwa Mkristo. Mkristo pekee anayetoa dhabihu ya Roho ni aliyemkubali Mungu
na aliyekubali mpango wa Mungu kwa maisha yake. Leo tuna Wakristo ambao wanasema ni Wakristo kwa midomo, lakini mioyoni mwao sio Wakristo. Kuwa Mkristo sio kujiita kwamba mimi ni Mkristo, ni kufanyika mfuasi wa Yesu Kristo, kufuatisha kile ambacho Yesu angetamani ukifanye, sio angetamani, ndio Kiswahili kizuri, anahitaji kwako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa dhabihu za Roho Mkristo anatakiwa aweze kuzionesha. Ninataka niende haraka kidogo katika vipengele hivi vinne kwa sababu muda wetu ni mzuri. Tumejifunza tangu asubuhi, tumesoma mambo mengi, Mungu ametukusa sana. Natamani tumie dakika hizi chache tu katika kipengele cha dhabihu za Roho. Sasa ili tufikie kwenye kilele cha dhabihu za Roho, kile namba 4, naomba nianze na mambo matatu yaliyotangulia katika fungu la kwanza tuliolisoma, ili katika fungu hili tuliolisoma la 5 la waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2. Jambo la kwanza, tumefananishwa na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Tumeambiwa kama mawe yaliyo hai. Hapa inarejesha picha ya kile ambacho kilifanyika katika hekalu ambalo Suleiman alijenga. Utasoma kwa muda wako kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 6. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaletewa picha ya kwanza ya hekalu. Tunafahamu sisi tumeitwa kwamba miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu na kwamba Mungu anakaa ndani. Tuko pamoja, mbarikiwe sana. Kwa hiyo sisi, jambo la kwanza la kufahamu, tunapaswa kujua ya kwamba sisi ni hekalu la Mungu wa mbinguni. Sio mawe yaliyokufa, ni mawe hai, hekalu la milele la Mungu wa mbinguni. Tumeitwa kwa matumizi ya Mungu wa mbinguni. Yako mambo mengi ambayo yanatusahaulisha thamani ya maisha ambayo Mungu anatupatia. Unajua, wana wa Israeli, nimekuwa naisema mara kadhaa, kusoma kitabu cha Kutoka, Mungu anapowaambia hawakuelewa kwanza mpango wa Mungu wa kuwatoa Misri. Wengi walidhani wanatolewa waende Kanaani tu. Kwa hiyo ajenda kwenye mioyo yao ilikuwa ni Kanaani, na ndio maana walipoona hawafiki, siku zinaenda, wakanung'unika. Lakini kumbe ajenda ya kwanza ya Mungu ilikuwa ni kuwatoa kwenye umiliki wa Farao, warudi kwenye umiliki wa Mungu wa mbinguni. Leo tuna Wakristo ambao hawaelewi thamani ya Ukristo wao. Inawezekana ukawa ni Mwadventista ambaye unadhani thamani ya Ukristo ni tu kujibana, ujizuie, ujinyime eti ili uende mbinguni. Kwenda mbinguni namba 2. Bwana Yesu asifiwe. Sijui unaelewa? Jambo la kwanza ni ili wewe uwe wa Mungu mwenye mbingu. Haleluya. Ajenda ya kwanza ya Mungu, anataka wewe akufanye uwe mtu wake. Na ukiwa ni mtu wake, kwenda mbinguni tiki, ni uhakika. Tumekomaa, tunang'ang'ania ajenda ya kwenda mbinguni kuliko watu wa Mungu wa mbinguni. Ndio maana safari ya mbinguni imekuwa ni ngumu. Kila mtu anaitafsiri kwa akili yake mwenyewe. Lakini kama tungeng'ang'ana kuwa watu wa Mungu, ajenda ya kwenda mbinguni ingekuwa inawezekana. Tunaambiwa sisi ni mawe katika hekalu la Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ni majengo yanayotuunganisha na Mungu wa mbinguni, ni mawe yaliyokuwa hai. Kwa hiyo dhabihu za Roho hazitolewi mahali popote, lazima kwanza zitolewe ilipo madhabahu, kwenye hekalu. Hekalu la nani? La Mungu wa mbinguni, ambao ni nini? Miili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza. Kwa hiyo hakikisha kama Mkristo lazima ugeuzwe nia yako na kufanywa upya, kama vile ambavyo kitabu cha Warumi sura ile ya 12 kimeeleza mstari wa 2, unapogeuzwa nia yako na kufanywa upya, hapo ndipo unapofanana na mawe hai yanayojenga hekalu la Mungu wa mbinguni. Kipengele cha pili, cha kwanza nimesema mawe yaliyo hai. Sisi tumeitwa kuwa hekalu la Mungu wa mbinguni kwa matumizi ya makusudi ya Mungu wa mbinguni katika mwaka 2026, ili uweze kuwa karibu na Mungu na Mungu aweze kuzinyosha njia zako.
apitishe mpango wake katika maisha yako, lazima ukubali kuwa chombo cha matumizi ya kazi ya Mungu. Haleluya! Lazima ukubali mpango wa Mungu wa mbinguni. Jambo la pili, tumeambiwa tumejengwa tuwe nyumba ya Roho. Kitendo cha kujengwa, sisi sio wajengaji, anayejenga ni Mungu. Sisi kama mawe tunasubiri Mungu atuchonge tufae kwenye ajenda yake. Hii inataka mtizamo wa unyenyekevu mbele za Mungu wa mbinguni. Mungu anachukia wenye kiburi na kujikweza, lakini wale wanyenyekevu Mungu ameahidi kuweka neema yake. Kitabu cha Mithali kimeeleza, katika mwaka tunaouendea, shusha kiburi chote, kubali kunyenyekea mbele za Mungu. Haleluya! Ondoa ujuaji wote, ondoa majivuno yote, ondoa kila aina ya kutumia fikra zako za kibinadamu, na uruhusu mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Kama ni kiongozi kanisani, mtendakazi, kubali katika mwaka huu uongoze kwa hekima ya Mungu wa mbinguni. Kama ni muumini mwadventista msabato, kubali katika mwaka huu unyenyekee miguuni pa Mungu, ujifunze maombi kwa sana, matoleo kwa sana, ibada iwe kipaumbele kwako, Mungu akuchonge kwa matumizi yake. Tumejikuta kwenye shida wakati mwingine kwa sababu tunataka tujichonge wenyewe. Tumejikuta tukiharibu mipango mingi ambayo Mungu ameweka kwetu kwa sababu ya ujuaji tuliokuwa nao, kwa sababu ya mazoea tuliokuwa nayo, kwa sababu ya mtindo ambao tunataka tuende nao wenyewe kwa akili zetu. Lakini Mungu anatuita leo kwamba sisi ni mawe tu yaliyo hai yaliyojengwa katika hekalu. Yeye ndiye mjengaji. Mungu anataka akujenge wapi? Katika msingi, katika ukuta, ama katika level ipi katika hekalu lake? Ni wale ambao watakuwa tayari kusikia sauti ya Mungu, wale ambao watakuwa tayari kukabidhi maisha yao, ndio wale pekee ambao wanaweza kukubali na kutoa dhabihu za Roho, maisha yao yote wakakabidhi kwa Mungu wa mbinguni. Dhabihu za Roho hazitolewi tu kwenye sanduku kama matoleo mengine, japo mengine tumesema yanaanzia moyoni. Ndiko dhabihu ya Roho inapoanzia, rohoni. Naposema rohoni, sio kwenye moyo oga, ni kwenye kiini cha akili yako. Pale unapofanya maamuzi kwa makusudi, unapoamua ya kwamba niwe mwaminifu mbele za Mungu, sio kwa sababu nisifutwe ushirika, sio kwa sababu nionekane nafaa kuwa mzee wa kanisa, sio kwa sababu nionekane nafaa kuwa kiongozi kanisani, lakini naamua kuwa mwaminifu kwa Mungu kwa sababu nimetoa maisha yangu niwe wa Mungu. Haleluya! Ndiyo kiini cha dhabihu ya Roho, lazima ianzie moyoni. Ndugu zangu, ibada ya kweli, hata watu wameimba, wengine hata sio wa imani hii, lazima ianzie moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa ukitoa sadaka zako nyingine zote, kama ni zaka na sadaka, ni kwa ajili ya majengo, kwa ajili ya makambi, na kwa namna yoyote ile, lazima kuanzia moyoni msukumo wako uwe ni kwa ajili ya Mungu wa mbinguni. Hiyo ni kipengele katika ibada ya Roho. Utakapokabidhi roho yako kwa Mungu wa mbinguni, ndipo pale Mungu atakaponyoosha njia zako. Kwa hiyo Mungu anataka tutulie, atujenge katika hekalu ambalo Mungu analihitaji. Jambo la tatu, nilisema yako manne. Jambo la tatu, alafu na kwenye jambo la nne ambapo ndio kilele cha tafakari hii. Tumeitwa kuwa ukuhani mtakatifu. Ukuhani mtakatifu. Tuliona habari ya madhabahu, tumeona habari ya dhabihu. Lakini yote haya, madhabahu na dhabihu, vilimhitaji kuhani. Katika wakati huo kuhani walichaguliwa kutoka katika ukoo wa Lawi. Tunafahamu ndio leo Yesu Kristo ni kuhani wetu mkuu. Lakini tumeitwa wote. Maandiko yanasema wale wote wanaofaa kwa uzima wa milele. Kitabu cha Ufunuo utasoma kwa muda wako, sura ile ya kwanza, kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza, kama nitakuwa sijaipoteza hapa, mstari ule wa 6. Wale ambao wamekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo wamefanyika kuwa makuhani wa ukuhani mtakatifu.
Kwa lugha rahisi ni kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu. Sawa, wale wote ambao wamempokea Yesu Kristo, wamekubali huduma ya msalaba, wamefanywa kuwa makuhani. Kuhani kazi yake ilikuwa ni kuongoza ibada ya upatanisho kati ya mwanadamu mdhambi na Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo hakuna Mkristo ambaye hajapewa wito wa kikuhani leo. Wajibu wetu ni wa kupeleka maisha yetu kwenye mapatano na Yesu Kristo, na ndio maana leo dhabihu hizi hazihitaji aje asimame wa ukoo wa Lawi. Ni kwa sababu imeanzia moyoni Yesu kama kiini. Kila Mkristo ana wajibu wa kufanya. Asingechaguliwa kuhani ambaye hana jukumu la kufanya. Ndiyo, walikuwa na zamu zao, walikuwa ni wengi wakihudumu kwa zamu, lakini kuhani alikuwa na majukumu ya kufanya. Hakuna Mkristo ambaye hana kazi ya kufanya. Siri hii nakupatia katika mwaka huu 2026. Usikubali kukaa kizembe. Usikae kizembe. Ukikaa kizembe, adui atakuparamia. Kaa kimkakati mwaka huu. Hata kama Mungu ameruhusu usiwe mtenda kazi, changamka. Hata si uwai jamani lesoni asubuhi, hata si uwai shule ya Sabato, si uchangie na lesoni ukijikita siku ya Alhamisi. Ikitoka promotion ya majengo, si uwe mstari wa mbele kwamba Bwana, mwaka huu lazima niwe karibu na wewe. Haleluya! Maana Mungu ana kazi na wewe. Si ujiunge na kwaya hata uimbe. Bwana Yesu asifiwe. Njoo Jumatano kwenye maombi, omba mimina moyo wako, kwa sababu Mungu ana kazi na wewe. Amekuita kuwa kuhani wa ukuhani mtakatifu. Haleluya! Kama utakaa kizembe, utashtukia imekula kwako. Mungu akusaidie katika mwaka huu 2026. Usikae kizembe. Halo, usikae kizembe. Kaa kimkakati, maana Mungu ana matumizi na wewe. Sasa kama kuhani una wajibu wa kufanya. Wanaokombolewa wote Mungu amewapa wajibu wa kufanya, na hakuna kuhani asiye na kazi. Jambo la 4 ambalo ndicho kilele cha tafakari hii ya kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 fungu la 5 ni kutoa dhabihu za Roho, na hili lipo katika fungu hilo. Kwa hiyo tumeona umuhimu wa kutoa hii dhabihu, na kama makuhani wajibu wetu ni kuisongeza kwa Mungu wa mbinguni dhabihu ya Roho. Na tumesema dhabihu ya Roho ni kutoa maisha kamilifu. Dhabihu ya Roho inachomaanisha ni ibada kamili kwa Mungu wa mbinguni. Inapozungumzwa ibada, ni zaidi ya kupiga magoti na kuomba. Inapozungumzwa ibada, inamaanisha kumpa Mungu nafasi ya kwanza kwenye kila jambo katika maisha yako. Inamaanisha kuwa na kicho kwa Mungu wa mbinguni. Kwenye mambo yako yote Mungu awe wa kwanza. Na ndio maana tuliona huyu mtu ambaye ameamini kwamba Mungu ndiye mwenye mpango na maisha yake, amekubali mpango wa Mungu kwa maisha yake, kwake hakuna msamiati wa kushindwa, maana Mungu atamwezesha. Hata kama angepitia kwenye magumu, Mungu atamwokoa. Hata kama angepitia kwenye machungu, Mungu atampoza, maana Mungu yuko pamoja naye kwenye safari yake. Sasa katika mwaka huu wa 2026 kupendekezea kwako dhabihu hii ya pekee. Unapoendelea kutoa dhabihu nyingine ambazo Mungu ameagiza, kama dhabihu ya Roho haujatoa, kuna hatihati dhabihu zako zikawa na changamoto. Maana kwenye dhabihu ya Roho ndipo kiini cha kupokelewa. Niliwaambia jana, Kaini alijenga madhabahu, wala shida haikuwa madhabahu. Kaini alitoa matoleo, shida ilikuwa msukumo wa matoleo. Haukuwa na utii kwa Mungu alichokiagiza, dhabihu yake haikupokelewa. Tumekuwa na matoleo ambayo wakati mwingine hayana msingi wa Roho, na matoleo yetu wakati mwingine hayajapokelewa. Wakati mwingine tumeishia kwenye shida kwa sababu dhabihu tuliyotoa hatukutoa kwanza dhabihu ya Roho.
na Mungu anataka kwanza ni roho, moyo wako, na mengine yanafuatia. Mungu anataka kwanza utii. Haimaanishi ya kwamba ufanye utii ambao unapinga mengine, sio utii. Utii kwa Mungu unakubaliana na mambo yote ambayo Mungu ameagiza. Katika mwaka huu wa 2026 Mungu anataka utoe dhabihu za roho, dhabihu ya roho yako. Ninathubutu kusema hii ni dhabihu kubwa kwa Mungu. Dhabihu zote zina thamani, lakini hii ni dhabihu ambayo ina connect, inaunganisha matoleo yako mengine yote, maana hii ni ibada ya kweli. Wapo watu wanapeleka fedha nyingi kwa waganga, wanapeleka fedha nyingi kwenye mizimu na mambo mengine, lakini Wakristo wamezidiwa na watu kama hao. Wao imani yao ni kubwa huko ambako si halisia. Sisi ambaye tunafahamu aliye wa kweli, haitakuwa na maana kama tukatoa fedha nyingi lakini mioyoni mwetu Mungu hajakubaliwa. Haina maana kama tutaimba sana lakini mioyoni mwetu Mungu hayupo. Haitakuwa na maana kama nikahubiri siku hata nzima lakini Mungu moyoni mwangu hajakubaliwa. Ni lazima kwanza moyo wangu ni utoe kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo pale ambapo inaitwa wito wa kugeuzwa nia zetu na kufanyika upya. Wale ambao watakubali kuishi maisha ambayo ni kama Mungu anavyotaka, wale ambao watakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu kinachotaka, wale ambao watakubali kuwa na maisha ya kujikabidhi kwa Mungu siku kwa siku, wale ambao wataachilia maisha yao yote Mungu ayaongoze. Hiyo ndiyo dhabihu ambayo Mungu anahitaji. Uone kwamba kuishi kwako faida yake tu ni pale ambapo umejikabidhi kwa Mungu kikamilifu. Nasema ni nini? Mwaka 2026 sio mwaka wa chenga. Tungesema sio mwaka wa kupiga chenga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umetoka jambo fulani, wewe haukamatiki, umetelezea kule kukwepa. Wewe jambo fulani umepiga chenga, umetokea kule. Sio mwaka 2026. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja mpango, kazi yako wewe ni kuona kutokuwezekana. Limekuja jambo, kazi yako wewe ni kuona ni gumu. Hapana. Kwa mwaka huu tunapokabidhi roho zetu kwa Mungu wa mbinguni, kwake yeye yote yanawezekana. Haleluya. Mwaka huu 2026 ukawe ni mwaka wa mabadiliko, kwa sababu maisha yetu yote tutayakabidhi iwe ni dhabihu, matoleo kwa Mungu wa mbinguni. Jioni hii ya pekee na kuhitimisha tafakari hii, zingatia haya mambo manne ambayo tumeyasema. Jambo la kwanza, usiache kujenga madhabahu kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Hakikisha madhabahu ya Mungu kwenye moyo wako haivunjiki. Jambo la pili, usilete dhabihu yenye kasoro katika madhabahu kwa Mungu wa mbinguni. Hakikisha dhabihu unayoileta kwenye madhabahu yako ni kamilifu mbele za Mungu wa mbinguni kwa nyanja zote. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, usikose dhabihu ya sifa kwenye maisha yako daima. Dhabihu ya sifa kwa mujibu wa Biblia ni ya kila siku. Hata kama upite kwenye bonde la uvuli wa mauti, usiache kumsifu Mungu wa mbinguni. Dhabihu ya sifa sio kwa midomo tu, ni maisha yanayomkiri Yesu nyakati zote, hata katikati ya magumu. Jambo la nne, hakikisha kila siku kwa siku, kadri Mungu anavyokupatia, maisha yako umeyatoa kuwa dhabihu ya roho kwa Mungu wa mbinguni. Haya mambo manne ukitembea nayo katika mwaka huu, hakuna jambo ambalo la Mungu kwako litakuwa ni gumu. Hautaona Mungu amekuwa mgumu kwako. Mungu wako utamfurahia. Na ukitembea na haya mambo manne, huu mwaka unapofika mwisho, tutakuja na shuhuda za ajabu za mambo makubwa ambayo Mungu ametutendea.
kwa sababu kadri tunavyozidi kuwa waaminifu hata kwa madogo mbele za Mungu, Mungu anakuwa mwaminifu kwa makubwa katika maisha yetu. Tunaenda kuomba wasaa huu, tunaenda kuomba unikabidhi kwa Mungu wa mbinguni ya kwamba atusaidie huu mwaka uwe ni mwaka wa kutoa dhabihu hai kwa Mungu wetu wa mbinguni. Katika hayo, yawezekana yako mambo yamekuwa yakikutatiza, yapo mambo yamekuwa ni changamoto, yako mambo umeyafanya unatamani ufanye kwa ukubwa zaidi. Unatamani huu ukawa ni mwaka wa kuwa madhabahuni pa Mungu wa mbinguni, nikimaanisha wa kuwa karibu na Mungu nyakati zote, hata kuufikia uzima wa milele. Ikiwa unatamani Mungu akutendee jambo kama hilo na kujiweka mikononi mwa Mungu jioni hii ya kufunga Sabato, nikusihi unaweza ukasimama moyoni mwako, Mungu akakugusa na Mungu akubariki sana. Ubarikiwe sana, ubarikiwe sana, na Mungu asikupungukie katika mwaka huu. Baraka za Bwana zikawe nawe kila mahali. Mungu akupatie kibali nyumbani na kazini kwako, akupatie kibali nyumbani na shuleni kwako, akupatie kibali nyumbani na ofisini kwako, katika biashara na mipango yote, na yale unayoyatafuta, kama ni kazi ama ni mwenzi wa maisha ama jambo lolote, Mungu na akutendee lolote unalotamani katika mwaka huu, kwa sababu unajenga madhabahu na kumletea Mungu dhabihu hizi kwake.